kabisa. Wewe unapenya mahali, usikate tamaa. Mwambie wa kwanza huyo, mwambie wa pili huyo, mwambie wa tatu huyo, mwambie wa nne huyo, mwambie wa tano huyo, mwambie wa sita huyo, mwambie usikate tamaa. Ninaiona neema iko juu yako, usikate tamaa. Ninaiona baraka iko juu yako, usikate tamaa. Ninaona ushindi uko juu yako. Mwambie hayo maneno, asikate tamaa jioni ya leo. Yuko Bwana anayewavusha wengi. Huyo Bwana anayewavusha wengi, anamvusha na yeye, anamtia nguvu na yeye, anampigania na yeye, anamnyanyua na yeye. Usikate. Wapi vigelegele kina mama wa Iringa? Ongeza shangwe kina mama wa Iringa. Usikate. Haleluya. Aha. Naiona nyota yako iking'aa kama nyota ya alfajiri. Bwana kaifanya alfajiri yako kuwa bora. Pokea hiyo neema kwa jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Nimebakisha hapa dakika 6, hebu nizitumie nikupe hapa pointi kwenye kukata tamaa. Unaposhambuliwa ili ukate tamaa, mambo haya yanatokea. Jambo la kwanza, shetani anakutoa kwenye nafasi yako ya ushindi. Ukiona shetani amekushambulia ukate tamaa, anakuondoa kwenye nafasi yako ya ushindi. Vile umeshambuliwa hivi, shetani anachokifanya akutoe pale. Yani tayari wewe ulikuwa umewin the battle, ushashinda. Lakini shetani anapokushambulia anataka kutoe kwenye nafasi yako ya ushindi. Kesho nitakupa kamstari kake, alafu unajikuta ndani umekinai. Jambo la pili, ukikata tamaa, shetani anataka ili Mungu akuangamize haraka. Yani upigwe na Mungu, ndio kusudi la shetani. Kwa hiyo elewa, kuna mahali ile vita iliponyanyuka namna hii, kusudi la shetani kwamba wewe uachwe na Mungu. Pointi ya tatu, unapokata tamaa, shetani anataka kuingiza kitu kinachoitwa uzito, hali sio ya kawaida. Kuna hali ambayo ndani yako inakuwa sio ya kawaida, nzito. Unasema mimi bwana naona tu sasa basi, uzito unaingia ndani. Pointi ya 4, unapokata tamaa, shetani anakuzuia usipokee vitu vya Mungu kwa haraka. Kwa sababu kuna vitu ambavyo Mungu amevikusudia uvipate kwa haraka. Kwa hiyo anapokukatisha tamaa, usipokee vile vitu vya Mungu kwa haraka. Pointi ya 5 na ya mwisho, anakufanya kuwa mtu wa mazoea.